Utaendelea kufanya biashara kwa kutumia jina lako mpaka lini? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ukishafika mauzo kuanzia milioni 100 kwa mwaka kwenye biashara yako, definitely wanakulazimisha utoke kwenye kufanya biashara kwa udogo kama mtoto mdogo, ufanye biashara kama mtu mzima. Kwa namaanisha nini kusema mtoto mdogo kuja mtu mzima? Ukiamua kufanya biashara, tunategemea unakuwa na malengo, vision na sehemu fulani unatamani kufika kwa ukubwa. Unapoanza kufanya biashara, lazima uhakikishe unaweka misingi imara juu ya ni kwa namna gani unafanya biashara, ili kukabiliana na masuala ya kodi, uwajibishwaji pamoja na uendeshaji wa biashara kwa ujumla. Sasa ukiwa umejitengenezea muundo maalum wa kuweza kufanya biashara na kuweza kuhakikisha haya yote yanaingia kwenye muundo wako sahihi, definitely unakuwa kwenye mazingira sahihi ya kunufaika na mambo unayopaswa kunufaika kama mfanyabiashara. So ukijifanya unatumia jina lako kufanya biashara, ukafika stage umefika milioni 100 kwa mwaka kwenye mzunguko wako wa biashara, definitely unatoka kuwa mfanyabiashara mdogo unaenda kwenye mfanyabiashara mkubwa. Sasa kati ya kitu ambacho itakuwa ni hasara zaidi ni kufanya biashara mpaka ufike mauzo milioni 100 halafu bado ukawa kama individual. Definitely utajikuta huna manufaa wanayoyapata wafanyabiashara wenzako wakubwa, na halafu bado unakuwa limited kwenye sheria hizi za wafanyabiashara wadogo. Unaweza kusema labda hizi sheria za wafanyabiashara wadogo zitakuwa zinibadi na nini? Rafiki yangu, namna unavyofanyia makadirio yako ya kodi ukiwa kama solo entrepreneur, mfanyabiashara mmoja, ni tofauti na kama mkiwa kama kampuni. Kwenye kampuni kuna advantage nyingi ambazo mtu akifikisha milioni 100 kwa mwaka anabebwa aanze kunufaika na manufaa wanayopata watu kwenye kampuni. Kama ingekuwa deal ni kubaki kuwa kwenye mfanyabiashara mmoja anayetumia jina lako kila siku, kuna umuhimu gani ya watu kukupandisha kuja kwenye kampuni? Ndio maana sasa ukiwa na kampuni unaanza kunufaika na hizi incentives kabla hata hujaanza kufikisha mauzo ya milioni 100 na kuendelea. Ili uepukane na haya mambo, ni bora moja kwa moja sasa hivi uachane na kuendesha biashara yako kwa kutumia jina lako binafsi kuja kwa kutumia kampuni. Na utanufaika vipi na swala la kuwa na kampuni kwenye masuala ya kikodi? Moja, baada ya kwenda kuwafanyia assessment na afisa TRA, unajifanyia assessment mwenyewe ukiwa nyumbani kwako umetulia. Kwa hiyo hii ni advantage ya kwanza. Advantage ya pili, kuna kitu kinaitwa financial annual report. Hii kinafanyika mwishoni mwa mwaka kwa kampuni. Kwa biashara unafanyiwa mwanzoni mwa mwaka na unapigia hesabu za mwaka mzima utalipa kiasi gani. Vipi ikatokea ukashindwa kukifikia kile kiwango hapa katikati? Hakuna remedy yoyote utakayopata ukiwa kama mtu mwenye jina binafsi. Ila ukiwa na kampuni, financial annual report inafanyika mwisho wa mwaka. Haya mambo ya katikati hapa, sisi nilishindwa, nilifanyaje, haya hayakuhusu tena. Haulipi chochote ukiwa na kampuni kama hujaingiza faida kwenye kampuni yako kwa mwaka mzima. Hii hauwezi kuipata ukiwa kwenye solo proprietor. Huku anakuona kama bado ni mdogo, bado hajajielewa, kwa wala kulazimisha kuendana na mifumo fulani. Ndio maana sasa kama mfanyabiashara upasi kuendelea kufanya biashara kwa kutumia jina lako binafsi. Kama sole proprietor unatakiwa kusajili kampuni yako. Kama ni mtu huyu na unahitaji kusajili kampuni yako, piga namba ya simu iliyopo kwenye caption hapo, tutakusaidia kusajili kampuni yako moja kwa moja, au comment neno usajili, then tutakufikia moja kwa moja DM kwako na tutaangalia unaweza qualify kusajili kampuni au bado kwenye jina la biashara, na tutakusaidia kusajili biashara yako moja kwa moja.